Ripoti mpya ya mdhibiti wa bajeti inaonyesha kuwa kucheleweshwa kwa miradi na baadhi ya wanakandarasi kutekeleza miradi ni miongoni mwa sababu kuu zinazofanya miradi ya kaunti ya thamani ya shilingi bilioni 9.1 kutokamilika. Kulingana na ripoti hiyo ya mwaka wa kifedha mwaka 2024 mwaka 2025, miradi 158 katika kaunti 18 imekwama licha ya serikali za kaunti kutumia tayari shilingi bilioni 3.8 huku zikihitaji shilingi bilioni 5.3 zaidi ili kukamilisha miradi hiyo. Takwimu zinaonyesha kuwa karibu nusu ya miradi iliyokwama imesababishwa na changamoto zinazohusiana na wanakandarasi, ikiwemo kutekeleza miradi, kuchelewesha kazi au ukosefu wa uwezo wa kifedha na kiufundi. Tukiachana na haya, ni kuwa idara ya utabiri wa hali ya hewa hapa nchini imeonya uwezekano wa mafuriko na maporomoko ya ardhi, huku mvua inaonyesha katika maeneo kadhaa ikitarajiwa kuongezeka hadi zaidi ya milimita 50. Kwenye taarifa, idara hiyo imesema kiwango cha mvua kinachoonyesha kote nchini kitaathiri takriban kaunti 30 ikiwemo Nairobi. Ubashiri wa idara hiyo inaonyesha kuwa sehemu za eneo la Ziwa Victoria, Rift Valley na nyanda za juu magharibi mwa Rift Valley itaongezeka na kuenea kwenye sehemu za mashariki zikiwemo nyanda za juu mashariki mwa Rift Valley na nyanda za chini za kusini mashariki kuanzia Alhamis. Na jaji mkuu mstaafu David Maraga ametangaza kampeni kali ya kupambana na ufisadi endapo atachaguliwa kuwa rais, akiahidi kuhakikisha maafisa wa umma wanawajibika moja kwa moja kwa wananchi kwa kila shilingi inayowekwa mikononi mwao. Akizungumza katika kaunti ya Tana River wakati wa mkutano wa hadhara na wakazi, jaji mkuu mstaafu ameeleza kwamba ufisadi umeathiri ukuaji wa taifa, kueneza umaskini na kudhoofisha imani ya raia na wawekezaji katika taasisi za serikali. Maraga amewataka Wakenya kumwamini masuala ya fedha za nchi, akiahidi kugeuza Kenya kuwa uchumi wa kiwango cha kwanza katika muhula wake wa kwanza madarakani. Kwenye rubaa za kimataifa, ni kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ametangaza Oktoba 29 kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa ili kuwawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu ujao. Tangazo hilo kutoka Ikulu limekuja sambamba na onyo kali kutoka kwa jeshi la polisi likiwataka wananchi kuepuka maandamano au kauli za uchochezi siku ya uchaguzi. Kamanda wa kanda maalum wa Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema jeshi limejipanga kuhakikisha amani inatawala katika kipindi chote cha uchaguzi na kwamba yeyote atakayevuruga utulivu atachukuliwa hatua za kisheria. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji. Dakika nazo zikiwa 3 zimetoweka baada ya saa 3. Tutaweza kupokea habari zaidi itimiapo saa 4 kamili. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi.